Bana, kukiwa bado sakata la kwake Ibra lazidi kuwa kubwa zaidi siku hadi siku. Katika vyombo vya habari limekuwa likiongelewa na kila mtu amekuwa yuko macho kwa ajili ya kuzidi kugundua nini ambacho kitafuata katika sakata hili. Kwake Harmonize imekuwa tofauti kidogo. Katika ukurasa wake wa Instagram ameandika hivi: mwanangu mkurugenzi wa Dar City Basketball kaniambia tukutane tuongee swala la dogo. Very humble guy. Nitawaambia meeting imeendaje. Mzenji. Bana, huyu Mzenji ni mtu wa namna gani? Kuna namna kama vile tumefichwa katika mkono wa huyu jamaa, au huyu mwamba kuna kitu ambacho ametuficha. Yani kuna kitu ambacho kwa hivi sasa Harmonize anatakiwa aweke wazi mashabiki. Kwanza, jana kabisa hakuweza kutinga katika eneo ambalo alikuwa ameitwa. Pili, katika siku hii ya leo Mzenji anaenda kukutana naye wapi hatujui. Tatu, kina Baba Levo pamoja na Mwijaku wameonekana kwamba ni watu ambao wamempigia kifua sana. Inawezekana kwamba Mzenji ndio anataka kumchukua Ibra na kummeneji, na kama Ibra akiingia katika mikono ya Mzenji, kuna dalili kubwa sana ikamfanya basi Ibra akawa msanii mkubwa sana, sababu inaonekana kabisa kwamba Mzenji ni mtu ambaye ana pesa na yuko humble, na wawekezaji wakubwa katika nchi za wenzetu, mfano kama Nigeria, mfano nchi kama South Africa, ni watu ambao ni madoni, sio watu ovyo ovyo. Ndio maana lebo zao zimekuwa zikikua siku hadi siku. Kwetu huku Bongo, wasanii pamoja na watu baadhi wamekuwa wakijikita kwa ajili ya kutafuta pesa kupitia muziki huu, na sio kwamba ni matajiri kama wakina Mo ndio wanaowekeza katika jambo hili. Hapana, ni watu ambao wana pesa nyingi sana. Ila Ibra kipaji chake kwa sasa hivi kinazidi kuonekana kwamba ni kipaji kikubwa sana siku hadi siku. Yawezekana, inasemekana, yawezekana, zingatia neno inawezekana, Mzenji ndo anahusika katika sakata hili. Yani katika kipindi hichi hapo wameweza kuongelewa watu watatu. Mmoja Ibra, wa pili Harmonize, wa tatu Mzenji. Ukiwaangalia kina Diamond Platnumz ni watu ambao wamejichomeza, yani wamejichomeka tu katikati. Yawezekana kwamba kwa kipindi hichi hapa kuna kitu ambacho kinaenda kukaa sawa. Kwake Ibra itakuwa ni ufunguo mwingine labda, lakini kwake Harmonize itakuwa ni dirisha lingine, kwa sababu Ibra kutoka katika lebo hiyo ya Konde Gang, inawezekana kwamba kuna upenyezo wa msanii mwingine ambaye atakuja mzuri kuliko hata Ibra katika lebo hiyo, au Harmonize atakuwa amekosa kipaji kikubwa sana ambacho kikiweza kuja kumlipa katika siku za usoni. Labda kukaa kwa Harmonize akiwa mwenyewe inaweza ikamfanya Harmonize akawa sasa yuko flexible kuachia kazi back to back na akawa more serious kuliko alivyokuwa katika kundi ambalo ni kubwa na kujiita Konde Gang kiujumla. Bana, mimi sitakuwa na lazima kwa muda huu. Ndo haya aliyojiri katika mitandao ya kijamii. Pamoja na haya yote, kuna baadhi ya picha zimekuwa zikisambaa zinaonyesha Harmonize akiwa na kina AY katika moja kati ya sehemu akiwa anajivinjari. Bana, kwa sasa hivi talk of the town ni Harmonize, Ibra pamoja na mwamba anaitwa Mzenji. Bye bye for now.